Nick Salamba, habari za wakati huu kaka? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri. Ndio. Bwana, kwenye soka letu kila siku mapya yanazaliwa, mapya yanaibuka, masuala ya madeni kati ya Yanga na TFF. Leo kuna mambo pia mengine yamejitokeza baada ya Yanga kupeleka barua kwenye shirikisho la mpira wa miguu, lilikuwa limeoanisha kila kitu na kuondoka, lakini msemaji wa shirikisho amesema Yanga wakutaka wazungumze, na ameenda mbali kusema katibu wa TFF amemuita CEO wa Yanga, njoo tuzungumze. Mtini amegoma na kuondoka. Hii kwako imekaaje? Maana TFF wanaona kama Yanga inaleta dharau kwenye mambo. Kwanza nafikiri kauli ambayo ameitumia msemaji wa TFF ndio haikuwa kauli ya kitaalamu au kauli ya kiuongozi au kauli ya kiutawala. Okay. Kwa maana kwenye taasisi kubwa kama ambayo anaiongoza yeye. Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu wote taasisi zote, serikali na nyingine yote, utaratibu unaotumika kuweza kuwasiliana au kufikisha taarifa, utaratibu wa maandishi. Ndio. Waga atumiagi hizi oral conversation, sababu kwenye oral mambo waga yanabadilika. Kwa ukiangalia Yanga walikwenda pale kupeleka taarifa. Ndio. Na uelekeo wao pale ulikuwa umeeleweka. Hawakwenda kuzungumza, walikwenda kupeleka taarifa ya kimaandishi. Okay. Hawakwenda pale kwa maana walikuwa wameandikiwa barua ya mkutano na shirikisho au na katibu mkuu. Kwa walifika pale wamewasilisha kile ambacho kitakiwa kuwasilishwa na ndio utaratibu. Kama unakumbuka kuna kipindi tulikuwa tunamsikia msemaji wa bodi ya ligi akisema kwamba wao hawajui kama Yanga amegomea mechi na nini kwa sababu hawajapata barua rasmi. Ndio. Wao taarifa ziko wapi? Ziko mitandaoni. Hata hiyo malalamiko ya Yanga ya kutaka sio wapewe alama hatujapata sehemu yoyote. Hatujapokea barua yoyote. Alizungumza habari. Ndio. Na alikuwa anatumia kivuli cha kwamba mamlaka zinawasiliana kwa kutumia documents. Whether kwenye email au kwa njia ya barua. Okay. Kwa hiyo kama katibu mkuu wa shirikisho alikuwa anatamani kufanya mazungumzo na katibu mkuu au na kiongozi na mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga, ilikuwa ni kuandikia Yanga barua na kuomba iko kikao, huku akiwa anaainisha ajenda za huo mkutano ni zipi. Sababu lazima uweze kuzungumza ajenda ni zipi za mkutano. Sababu unaweza ukaenda ukazungumza na mtu akawa anatoa opinion zake, mawazo yake, ukatumia njia nyingine hata kumrekodi na baadaye ukatumia kama reference kwenye baadhi ya mambo, kwa sababu ule ulikuwa mkutano rasmi. Ndio maana mtendaji mkuu wa Yanga Andre Mtini akasema kwamba tumekuja kwa jambo hili na hakuna namna ya kuzungumza. Lakini pia Yanga walikuwa wana logic. Nishazungumza tokea juzi. Yanga waliandika barua mbili za kukumbushia. Barua ya kwanza ilikuwa ni ya tarehe 4 mwezi wa 9. Wakikumbushia kuweza kupewa hela yao ambayo ilikuwa inatakiwa waweze kukabidhia. Wakaona kimya, hawakujibiwa. Tarehe 16 mwezi wa 4 2025 wakaandika barua nyingine ya kukumbushia tena hiyo hela. Na bado kawa hakuna majibu. Kwa mpaka inafika leo hii maana yake pamekuwa na kama kuna namna fulani ya kutaka kukwepesha hizo pesa zisiweze kulipokuwa. Nafikiri hakuwa sahihi kwa kauli aliyotumia. Ilikuwa ni kauli ambayo imejaa jazba, wakati mwingine imejaa hofu au kukosa matumaini kwa pande zangu katika tafsiri hivi. Okay. Bana, tatizo kubwa hapa inaonyesha pia hata bingwa wa kombe la CRDB haijulikana analipwa shilingi ngapi. Wengi wanaoji kwa nini vilabu vina shiriki mashindano ambayo hawajui wanalipwa shilingi ngapi. Na TFF tumeona pale waliulizwa na waandishi wa habari, msemaji akashindwa kulijibu hilo swali kwamba bingwa analipwa shilingi ngapi. Amesema tunatoka nje ya mada. Kitaalamu hii imekaaje na kwa nini taarifa hizi zinakuwa za kujificha mno? Kwa sababu hizi ni taarifa public inafikiri. Kwa sababu hii mikataba timu ndo zinatakiwa zielewe. Mimi binafsi ninavyoelewa, labda kama kuna sehemu ya kusawazishwa ni sawazishwe, kwa sababu huu mkataba si wa TFF, labda Rais Kalia tu au katibu, ni mkataba wa TFF, lakini kwa kuviwakilisha vilabu vyote ambavyo vitashiriki au mashindano. Kwa nini umekuwa sirini namna hii? No transparency, hakuna uwazi, hakuna wajibikaji. Hiki kitu nilikuwa nikizungumza wakati mwingi sana. Unajua kuna wakati vitu vingi vilikuwa vinafunikwa. Ukiangalia inakwenda kutoa tafsiri ya kwamba kuna madudu mengi ambayo yanaendelea katika shirikisho, hasa katika swala zima la mapato na matumizi. Ukiangalia huu mkataba toka mara kwanza alikuwa anadhamini Azam. Akaja akatoka. Anaingia CRDB, anakwenda kuongeza pesa. Sasa iweje
mdhamini anabadilika, anakwenda kuboresha, alafu kwenye upande wa zawadi hakuna kinachoonekana kinakwenda kufanyika. Na hizo kama ulivyozungumza, hizi pesa sio pesa zao. Hizi pesa ni za vilabu. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa tuweze kuona mgawanyo wa mapato na matumizi, pesa ambayo imeingia inakwenda kutumikaje. Tuweze kuona kwa upande wa bingwa anapata kiasi gani, pesa ambazo zitakwenda kuendesha na kiasi gani, na kiasi gani kinabakia kwenye operations za kawaida. Lakini mambo ambayo yamekuwa ya kificho kwa sababu hakuna wazo. Ndio nikasema kwamba kwa haya ambayo yanaendelea kuna haja ya mamlaka, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni na sheria ambazo zipo, TAKUKURU wanawajibika inapotokea kuna malalamiko ya watu wakilalamikia au kusonewa kuhusiana na baadhi ya mambo ambayo yanaendelea akiwa ndivyo sivyo, na hasa mambo haya ya kifedha na nini, wanasukumwa na ile public interest kuweza kwenda na kuweza kuangalia kuna kitu gani. Kwa pengine wao mpaka saa hizi, kwa maana watu tumekuwa hatuna imani na shirikisho kwenye yale ambayo wamekuwa wakiyafanya, kwa sababu kuna vitu vingi vinaibuka, mara madeni watu hawajalipwa, mara kamati hawajalipwa, waamuzi hawajalipwa, mara wazungumzia Yanga, mara makombe hajatoka. Kuna vitu vingi, na hivi vitu vyote vinahusisha gharama za kiuendeshaji. Kwa hiyo je, haya mambo ni ya kweli au sio ya kweli? Kuna haki au kuna haja ya mamlaka zikaenda ili zije kutuweka wazi kwamba hao watu wako safi au wako safi. Na mashaka. Mimi nafikiri ni mwendelezo ule wa kuficha, na ndio ukiangalia wakati mwingi watu wamekuwa wamefanya ile shirikisho wamehodhi, yani kama ni chombo cha watu wachache. Kama ni kikundi tu cha watu fulani ambao ndio wanadeserve kuweza kuwa sehemu fulani kwa maslahi yao. Moja kwa moja ukiangalia wamekuwa wakali, adhabu zimekuwa nyingi, watu wamekuwa wakifungiwa kwa yani kama kuna ukionekana tu wanataka kupinga kitu fulani, longo kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu wanavificha, na iko ndio kinachopelekea mpaka saa hizi wawe ni wagumu kuweza kujiuzulu. Ingekuwa kama watu ambao wanaamini katika uwajibikaji na utendaji kwa haya walioyafanya, hahitaji mpaka zitumike nguvu au kelele nyingi, wao wenyewe wangeweza kuona. Lakini ukiona hivyo, maana yake kuna vitu vingi vimejificha ambavyo wanashindwa kuweza kutoka. Kwa binafsi nafikiri imetia shaka na inaendelea kutia shaka, na nafikiri kuna haja ya hizi mamlaka nyingine kuweza kwenda kutuambia nini kinachoendelea pale ndani, kwa sababu ukiangalia ambapo tulikuwa tunaona picha ya nje ya shirikisho na kinachoonekana vitu viwili tofauti. Ndio ukiangalia Yanga wamekana baada kuambia kwamba sisi tunawadai nyinyi milioni 436 ambazo tunazidai kutoka kwa nyinyi, na nyinyi mnasema mmekata milioni 200 na kitu. Kwa hiyo jambo la msingi la kwanza, aidha mtupatie pesa zote milioni 436, alafu mtuandikie invoice ya kuweza kuwalipa madeni yenu, au kama mmeshatumia basi mtupatie na risiti kwamba hiyo pesa mliokata imekwenda kutumika kwa matumizi gani, kwa maana ya kuweza kulei na matakwa ya kisheria na hata kwa upande wa ukaguzi wa kifedha kwa upande wa TRA. Kwa nafikiri kwamba kuna mazingira ambayo hajakaa sawa, lakini kupitia hili ndio itakuwa ni njia ya kwenda kunyoosha na tuweze kuona uwajibikaji wa watu ambao wako pale, tuweze kuona hizi pesa ambazo zinakwenda tolewa. Maana kwa pesa nyingi zinatolewa, Ukiangalia kuna pesa wakati mwingine tunakuta serikali inatoa pesa za kwenda kusaidia hizi timu zikienda katika mchezo mbalimbali kama AFCON za vijana na sehemu nyingine, pesa nyingi zinatoka 1 bilioni na vitu vingine. Kwa hiyo zote hizi tuweze kuona zina mtiririko wa matumizi, sije kama pesa inatoka alafu inakwenda kutumika ndivyo sivyo, baadaye tunaona kama mamlaka nyingine zimekuwa support, kumbe kuna pesa nyingi zinakuwa zinatoka katika mazingira ambayo hayaeleweki. Andiko lako la leo asubuhi nililisoma vizuri kweli kweli, Dominic Salamba, likiwa linaeleza ya kwamba kuna namna ama kuna upenyo TAKUKURU anaweza kuingia kwenye hili jambo. Naweza pia ukatupa elimu sisi watazamaji wa Salamba TV na watazamaji wa Kings Media, ni kwa namna gani TAKUKURU anaingia hapa? Nafikiri nilizungumza kwa maana kwamba lilipoanza sakata la wadeni wawili wanadaiana, huku mmoja akiwa anadai nyingi, ukiwaangalia Yanga wao waliweza kuainisha kwamba sisi tunadai. Kwa nini tunadai? Tunataka kupata 1 2 3 4 5, cha kwenu ni hiki, chetu ni hiki. Barua iliyokuja ya shirikisho haikuainisha kwamba Yanga tunawadai kiasi gani. Maana yake kama hawakuainisha, katika simple logic hawakupiga hesabu, na kama hawakupiga hesabu maana yake hawana hesabu, na kama hawana hesabu hawana takwimu, hawana data ambayo inawafanya waweze kutoka, kwa sababu uwezo ukasema mtu unamdai bila kuainisha kiasi gani. Maana yake hayo ni makisio au ni mafikirio. Hasa kama unatumia makisio au mafikirio katika wakati ambao
kuna vitu ambavyo vinafanya mtu aweze kuonekana. Leo hii kuna risiti. Yes. Lakini leo hii kuna namna kuweza kurekodi mapato na matumizi. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa lazima watoke nje tuambie kwamba klabu ya Yanga wamesema kwamba wanatudai. Hapana, hawatudai, isipokuwa shirikisho linawadai milioni kadhaa. Milioni hizo ambazo tunawadai kutokana na mchanganuo 1, 2, 3, 4, 5. Lakini wameishia kusema tu kwamba wao ndio wanadai nini? Yanga na pesa zao walikuwa wamekata kuweza kufidia madeni. Tunataka tujue haya madeni ni kiasi gani ambayo inaweza kwenda kufidiwa kwa kiwango cha shilingi milioni hizo ambazo Yanga wanazidai. Na ilikuwa ni madeni ya muda gani? Madeni yao yalikuwa katika modality ipi? Na wao mpaka sasa imefikia sehemu gani? Kwa hiyo toka wameanza kudaiwa mpaka hata leo hii watu ambao wamesema chukua wale ambao walikuwa na mikopo, ukienda pale unakuta deni lako kwa walikuwa wamekopeshwa katika miaka mitatu milioni kadhaa. Mpaka saa hizi umetumikia kiasi kadhaa. Deni lilobakia ni hili ambao unategemea kuanza kulipa kwa muda huu according na mshahara ambao unakuwa unapata mbona kwa nakatwa. Kwa nini wao hawajatoa? Kwa maana yake ni tafsiri kwamba kwa upande wa hesabu kwao hazijakaa sawa. Na kama hesabu hazijakaa sawa, ni moja indicator kuona kwamba pesa nyingi zinatumika visivyo. Na kama pesa nyingi zinatumika visivyo, maana yake inawezekana kukawa yale mahesabu ya mwisho wa mwaka inawezekana pakawa pana namna ya udanganyifu. Hata kama kwa namna ya udanganyifu, ni vema mamlaka husika ambazo zinahusika ikiwa takukuna wengine wakafika pale kuweza kwenda kukagua ili kuona hesabu zilizopo na itachokiona kina uhusiano. Kama Yanga wanadai pesa zao almost zaidi milioni 200, hizi pesa kule ambako zilibaki zimekwenda kutumika kwa matumizi gani? Na hayo matumizi yalikuwa ni matumizi ya kiofisi au matumizi ya mtu binafsi? Na kama ilikuwa ni matumizi ya ofisi, ni mamlaka gani ambayo ilikwenda kuidhinisha kutumika pesa ambayo haipo kwenye bajeti? Na kama pesa ilikuwa kwenye bajeti imetumika, hata kama huo ni wizi wa pesa za watu wengine, unatumia mamlaka ulionayo, kwa sababu hizi pesa haziingii kwenye account za vilabu. Inapotokea mikataba yote wanaosaini, iwe ni NBC iwe ni nani wanaosaini mikataba yote, pesa zinaingia kwa upande wa TFF, wao ndio wanakwenda kuzigawanya kwa mujibu wa kile ambacho wanakuwa wamekubaliana. Je, leo hii vilabu vingine vyote vya Tanzania hakuna timu ambayo inadai pesa? Na kama kwa nini endelee kudai kwa pesa ambayo haina deni? Si unaelewa? Kwa sababu hizi pesa sio ambazo, kwa mfano ingekuwa kwa mfano shirikisho wanafanya jitihada zao wenyewe. Bwana, tuna kombe hili hapa limekosa mdhamini. Ndio. Limekosa mdhamini. Let's say kuna kombe la FA haina mdhamini. Lakini tunategemea kuweza kutoa mshindi ambaye tutampatia milioni 100. Ndio. Na gharama za uendeshaji labda zitakuwa milioni 600. Ndio. Kwa tupo katika mchakato wa kutafuta mdhamini. Kwa shirikisho linaendelea kupata wadau na marafiki mbalimbali ambao wanakuja kutuwezesha. Hapo ukisema haujalipa, unaweza kuwa na justification kwamba bado tumekosa pesa ya nini ya kulipa. Lakini ameshatokea mdhamini ambaye ameingia zaidi ya bilioni 3 kwa mkataba ambao kwa mwaka ni kama 1.2 bilioni ambayo ipo pale kwa ajili ya kuweza kurani yale mashindano ikiwa pamoja na zawadi. So unaelewa? Kwa hiyo kumbe kama pana madeni mengine, why uchukue pesa ambayo imeandaliwa kwa matumizi mengine uingize kwenye matumizi mengine? Je, huyo mdhamini CRDB anafahamu kwamba pesa ambayo anaitoa inakwenda kutumika kinyume na malengo aliyokusudia? Unaelewa? Yeye anafahamu kwamba pesa anayoitoa, maana yeye amekwenda kudhamini kombe la CRDB Federation Cup. Kwa maana akatatua zote, amekwenda kudhamini. Yeye kama mdhamini mkuu. Na amekuwa anatoa zile hata zile hela za man of the match kutoka kwa yeye. Ile pesa aliyoitoa inakwenda kutumika kwa matakwa yaliyokusudiwa, na kama haitumiki, maana yake hapo anakwenda contract na mkataba mlio saini. Ndio. Maana mlisaini mkataba wa kitu fulani, unachukua pesa unatoa kwa kitu kingine. Maana yake hapo hakuna utendaji ulio katika mstari ulionyooka. Kwa maana yake pana madudu mengi hasa kwenye eneo la fedha. Ndio maana siku zote badala ya kutoka na statement za kwenda kutibu, wamekuwa wakitoka na statement zenye kejeli, kadhia na mipasho ili kutaka kuwatengeneza watu kama wanajiamini sana. Lakini ukiona mtu anaongea lugha hizo, maana yake haipo kwenye wakati mzuri. Dominic Salamba, ikitokea TFF makao makuu pale TAKUKURU, TRA wamepiga maguu kwa haya ambayo umetuambia, kuna kupona kweli? Kwa sababu ukiangalia namna mambo yanavyokwenda, binafsi mtazamo wangu nafikiri kana kwamba kuna mambo yanaonyeshwa kienyeji hivi, na ndio maana hata hizo statement zinashindwa kutolewa kiukamilifu zaidi. Na ndio maana hata mazoezi yametengenezwa leo, watu wanafikiri Mtine
ni sahihi kukaa kuzungumza meza tu meza kuliko kuzungumza official communication ya ofisi. Ni barua kama uliofanya Mtine, ameacha ameondoka, kama kuna mambo yako sawa na yeye itakiwa jibiwe kwa barua. Lakini watu wametafsiri kwamba Mtine analeta dharau, Young Africans wanaleta utoto. Sasa kwa haya yanaendelea kama mazoea, unaona TFF inaweza ikapona kama TAKUKURU wakiamua kukita kambi kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania? Kubwa ni kwamba mpaka saizi tuko much more suspicious. Tupo kwenye tuna mshangao, tumestushwa. Na tunakosa kupata majibu yaliyo sahihi kwa sababu wanaoulizwa hawatujibu kile ambacho sisi tunakihitaji. Ndio. Itakiwa kila kinachokuwa shaka tupate majibu ili wao waendelee kuwa clean. Lakini wameshindwa kuthibitisha usahihi au usafi kutokana na mengi wanayoshutumiwa nayo. Kwa hiyo kutaka TAKUKURU na mamlaka nyingine ziweze kwenda pale, lengo ni kwamba ndio waende kutupatia majibu kwamba kama wako sahihi, TAKUKURU itakwenda kutuambia kwamba wao tumewahoji, tumegundua mambo yako sawa, na watu wale wakaguzi serikali watakwenda kupita pale. Kwa hiyo lengo la kwamba vyombo viende pale, lengo sio kwenda kuwatia wao hatiani. Lengo ni kwenda kutoa sisi hofu kwa sababu tuna hii jambo limechukua public interest. Tuna haki ya kujua mwenendo mzima wa pesa na matumizi. Huko nyuma kuna baadhi ya viongozi walisha kupata na shida, na kama unakumbuka miaka ya nyuma kuna kipindi FIFA waligoma kutuma pesa za maendeleo kutokana na kwamba tulikuwa tumekosa mwenendo mzuri wa kuonyesha mapato na matumizi. Tulikuwa muda fulani mpaka baadaye kaja tena kwa mara nyingine. Sasa wasije wakapelekea tuko tena kule kwa uzembe wa watu wachache. Lakini pia leo nimeweza kuona some comments za baadhi ya watu nazungumza tena. Pale ambako unakwenda kutumika, hakikisha unatumika kwa jambo ambalo lina logic. Ndio. Wanatoka watu wanazungumza kwamba Yanga hawatakiwi kupinga mamlaka. Mamlaka ipi sasa? Mpaka saizi Yanga amekosa imani na namna ambavyo shirikisho limekuwa likiendeshwa. Amekosa imani. Sasa mtu uliokosa naye imani tena anakuambia kaa chini, unaona kaa chini. Unanielewa sijui? Anakuambia njoo tule, unaona unakula. Unakula hapana. Kwa hiyo wanachokitafuta Yanga saizi ni kutafuta imani iweze kurudi kwa kuweza kupata majibu ya yale yote ambayo wao wanahitaji. Kwa hiyo na shirikisho badala ya kutoa majibu yaweze kuaminika, ndio kwanza anazidi kwenda kizungumkuti. Yaani anazidi kuwafanya Yanga na watu wengine waendelee kutokuamini. Tulianza kwenye sababu za mchezo. Sawa, kutokana na barua yao. Mpaka muda huu hawana majibu. Kabisa hawana majibu, wamekosa majibu. Tumekuja kwenye issue ya ripoti yao ya uchunguzi. Mpaka leo hii hawana majibu. Tumekuja kwenye hii issue ya madeni ambayo wanadaiwa. Mpaka leo hii hawana majibu. Kwa hiyo vitu vyote hawana majibu. Maana yake nini? Maana yake wanakosa uhalali wa kufanya baadhi ya watu kuweza kuamini. Hiyo ndio sababu ya msingi. Kwa hiyo hata unapokuwa unataka kutengeneza hoja, tengeneza hoja ukiangalia hizo key issues. Wewe ambaye unaamini kwamba Yanga hawako sahihi katika hili, na wote ambao tunapigia kelele, tuambie kwa nini Yanga hawako sahihi, sio kwa kutumia general knowledge. Yaani unakuja propaganda ambazo hazieleweki. Twende kwenye hoja za Yanga. Pangua hoja moja kwamba Yanga hawadai shirikisho. Wachokiandika Yanga ni uongo. Yanga adaiwa milioni 900. Sawa Yeye hivi ukitoa hivi, tupe hoja ili tukuamini, lakini usije tuna majibu ya kukalilishwa kuja kufumbaza. Sio tena wakati wa kuanza kudanganyana. Ni wakati wa kuweka vitu vikae wazi kwa maslahi ya mpira wetu. Yaani hicho hapa ni mpira. Wewe kama una jenzi zako zingine endelea nazo peke yako. Hii katika hili hata unapotumwa na wanaokutuma, njoo tupe majibu kwenye haya. Tupatie majibu kwenye haya. Usije na lugha nyingine za kutaka kutukwepesha. Issue ni kwamba TFF watupe matumizi ya pesa ambazo Yanga wanazidai, walizitumia kwa utaratibu upi na kwa mamlaka ya nani, na watupe mchanganuo wa matumizi. Lakini pia watuambie pesa ya Yanga iko wapi. Lakini pia watupe majibu mabingwa au mchakato mzima wa matumizi ya pesa ya CRDB katika kombe la FA ukoje, na bingwa anapata kiasi gani, na wameshalipa. Watujibu madai ya marefali ambao hawajalipwa ni ya kweli au sio ya kweli. Watuambie vitu vingine vyote vinaendelea. Huko ndio njia pekee ya kuweza kuwatetea, ndio njia pekee ya kuwafanya uweze kuwa smart na watu kuendelea kuamini. Mimi nikushukuru sana Dominic Salamba. Karibu tena. Asante sana.
Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.